Kwa hiyo tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Leviticus chapter 19. Mambo ya Walawi, Leviticus chapter 19 verse 1 to 2. Mambo ya Walawi 19:1 hadi 2. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tumeshafika sote. Amen. Mambo ya Walawi 19 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Anasema nini? Anasema hivi: Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli, uwaambie, mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana ni Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Sema amena. Amen. Unaona, katika kuabudu Yesu Kristo, haleluya Bwana. Katika kumwabudu Yesu Kristo lazima tumwabudu Mungu ambaye tunamfahamu, ambaye tunamjua, si ndio hivyo? Ukiwa mahali unaabudu Mungu usiyemjua, katika kuabudu kwako kote unapoteza nini? Unapoteza muda. Kama hujajua imani la Mungu wako, kama hujajua mafundisho, matakwa ya Mungu wako, kuwaza kwa Mungu wako, kuvaa kwa Mungu wako, anavyotaka Mungu wako, kwa nini umwabudu huyu Mungu? Si ndio hivyo Ikiwa na maana unahitaji kukaa mahali ufundishwe Mungu wako, tabia ya Mungu wako, akili ya Mungu wako, mwenendo wa Mungu wako, imani la Mungu wako, na ndio wapo sasa utakuwa kama yeye. Kitabu hichi cha Mambo ya Walawi sura yake ya 19 mstari wake wa kwanza hadi wa pili kinazungumza ya kwamba tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu. Utakatifu ni nini haswa? Utakatifu ni hali ya kuwa na tabia ya Yesu Kristo. Huu utakatifu Yesu Kristo aliweka katika shamba la Edeni. Akamwambia, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akamiliki yote ya bareni na yote ya nchi kavu, wanyama, wakondeni, wakufugwa na wandege wote. Tufanye nini? Tumiliki. Ile hali ya kuumbwa kwa mfano, ule mfano ule ndio utakatifu ambao una matendo. Na ile hali ya kuumbwa kwa sura yake, on his image, hii muonekano ambao tunaonekana hivi, lakini his likeness, yani mfano ni kuwa ni zile tabia, ule utakatifu, ule upendo, ule huruma. Hiyo ndiyo Mungu anatuambia na anataka sisi tupate kuwa katika kumwabudu yeye. Sasa cha ajabu ni hiki: wakati wote ambao unakuwa ndani ya kanisa na unaabudu, lakini si katika standard ya utakatifu ambao Yesu Kristo anataka sisi tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu, itakuwa ni kumwabudu, ni kusema jina la Yesu Kristo bure kabisa, lakini ndani ya moyo wako uko mbali na nani? Na Mungu wako. Nataka niende slow leo. Lakini moyo wako
uko mbali na Mungu wako. Ukiangalia tu katika kitabu cha Marko sura yake ya 7, Mark chapter 7 verse 6 to 8. Marko sura yake ya 7, sawa, mstari wake wangapi? Wa 6 hadi mstari wake wa 8. Marko 7:6 hadi 8 anasema hivi. Anasema hivi. 6 hadi 8 anasema hivi. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki. Sikiliza, watu wanaitwa wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu wawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mstari wa 6 huu. Wakati wote unasema jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wakuja kumwabudu, lakini uko mbali na utakatifu, uko mbali na tabia za nani? Za Yesu Kristo wa Nazareti. Uko mbali na tabia za Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anasema ya kwamba wewe ni nani? Wewe ni mnafiki, kwa sababu unasema jina la Kristo na usifanye nini? Na usifanye matakwa ya Kristo, na usiwe na tabia za Kristo. Ndio maana hapo anasema Isaya alinena vizuri, aliyatabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu wawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Kuja ndani ya kanisa lakini kukataa kuwa mtakatifu, kufungua kanisa lakini wakataa kufundisha matakatifu. Mungu anakuita mnafiki. Midomo Yesu Kristo, mioyo iko katika dunia, iko katika kuabudu masanamu, iko katika kuiba, iko katika uzushi, iko katika mambo ya umalaya. Mungu anasema wanafiki, wanalitaja jina langu bure. Ndio maana mstari wake wa 7 akasema, kumbuka tuko Marko 7 mstari wake wa 7 sasa. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanani? Ya wanadamu. Mali kila kitu wanapokaa kuja kanisani kusali, wanakuja kusali si kuja kufundisha waliopokea kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Si kuja kupokea kufundisha walichopokea kutoka kwa Mungu ama kwa Roho Mtakatifu kuwafunulia. Wako katika mapokeo ya wanani? Ya wazee. Katika lugha nyingine wanakuja kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu, lakini mafundisho yao ni ya mababu. Unaona? Na watu wanaenda wanaingia ndani ya kanisa, watu wanaingia kusali, kuabudu, kuimba kama tulivyoimba, kutoa sadaka kama tulivyotoa, na zaka na vingine, labda wanafunga. Unaona, wakati huo wa Farisayo, Farisayo na yule mtoza ushuru wote Farisayo alikuwa anajidai kufunga, lakini katika kufunga kwake pale anasema mimi nafunga mara kadhaa kwa wiki, natoa zaka hivi na vile. Katika kufunga kwake kote, ina maana Yesu, wao walikuwa wanafunga katika mfumo wa mapokeo ya wanani? Ya wababu, ya wababa, ya wazee, yani wababu zao. Ibada la wababu linatendeka katika kanisa. Na ibada la wababu lilikuwaje? Sikiliza mfano mmoja. Wakati wanafunzi wa Yesu Kristo wanachukua masuke, wakawa wanakula, wakaonekana wanakula bila kufanya nini? Bila kunawa mikono. Ile hali ya kula chakula bila kunawa mikononi si eti yalitoka mbinguni. Si mafunuo yaliyotoka wapi? Mbinguni. Hapana. Yesu aliyakataa.
Yesu Kristo alikuja, wao wakasema wanafunzi wako wanakula bila kunawa mikono, wanaiharibu nini? Torati. Kwa hiyo wababu waliingiza something, asili iliingia somewhere. Yesu akaja akasema nitakuja kutengeneza hii torati vizuri, si kuiharibu, lakini kuiweka ikomae sawa. Unaona? Kwa hiyo wakawa wanashikilia, ukila chakula bila kunawa mkono wako, wewe ni nani? Ni mtenda dhambi. Lakini alipokuja Yesu Kristo akaonyesha ni mafundisho ya wanani? Ya mababu, ya asili. Akawaambia sicho kinachoingia ndani ya tumbo kintiacho mtu unajisi. Ndio hivyo bali kitokacho ndani ya tumbo ndicho kintiacho mtu unajisi. Maana katika kile kinachotoka kinachoingia katika tumbo kinaingia na kwenda kutoka wapi? Chooni. Anaongelea chakula cha kawaida ambacho walikuwa wanakijali sana kuona kana kwamba ni mafundisho. Sawa, kumbe ni wako katika ibada la mababu. Yesu akawaambia kuna kinachotoka katika kinywa cha mtu. Hicho kinachotoka kwenye kinywa cha mtu hicho ndicho kintiacho mtu unajisi. Haleluya. Kwa sababu gani? Yesu Kristo katika moyo wa mtu utoka nini? Faraka, kutoka ugomvi, kutoka mawazo mabaya, kutoka kutamani, kutoka uwizi, kutoka kuvaa uchi. Yote hayo yanayotoka ndani ya moyo kutoka kwenye kinywa kinakuja kumweka mtu unajisi, kwa maana vinatoka katika sosi yenye wenyewe. Lakini hiki chakula nkate tu hadi unawe mikono, kula hamburger tu, nenda kwa yangu njaki kule, siwezi nikanawa, siwezi nikola chakula bila kuoga. Haleluya, Bwana mimi ni mtakatifu. Haleluya. Wewe ni mtakatifu, lakini moyo ukoje? Kinywa kinatoa mangapi ya kufurahisha, ya kujenga? Wakaonekana ninyi ni wanafiki kwa sababu mmepokea mafundisho wa wazee mkalitengua torati la Mungu. Ndio maana Yesu Kristo akasema hapa, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Maandisho ya wanadamu tu ndio yamejaa katika makanisa mengi. Maagizo ya wanadamu ni kwamba alianzisha kanisa letu alisema hivi, hatuwezi tukabadilisha. Hata kama neno likisema Bwana sivyo, wana nabii wetu, mtume wetu ameshasema. Maagizo ya wanadamu. Kama alianzisha kanisa alisema wanawake wanaweza wakafundisha tu, si ndio hivyo Wengine wataka ukuja hawataangalia neno linasema nini. Ndio tatizo yao wote. Watabaki alisema mtume wetu, nabii wetu, mwanamke anaweza kufundisha. Twende katika neno linasema simpe ruhusa mwanamke kufundisha. Kwa maana ni neno. Wao wanabaki katika maagizo ya mababu, maagizo ya binadamu. Mwanamke anaweza kufundisha. Tuko katika wakati wa demokrasia. Demokrasia ni kibinadamu Ndani ya Biblia haijasemekana kama mko neno demokrasia. Halipo. Maagizo ya wanadamu. Tuko katika haki sawa. Haleluya. Najua wakati nasomea PhD bishop huyo, mtume huyo, nabii huyo, wakati nasomea PhD pale Amerika, nilikuwa na daktari aliyenifundisha Biblia vizuri. Hii hali ya mwanamke asubiri alikuwa anaongelea juu ya kanisa la Wakorinto. Si hivyo Lakini hao wajinga wanajua Biblia, wanakuja kusema mwanamke asubiri hata Maafrika. Hili ni kanisa la Wakorinto bwana. Ndivyo nilivyofundishwa. Alifundishwa na nani? Na mwanadamu. Akavileta ndani ya kanisa na wakapokea mafundisho ya wanadamu. Kanisa likachanganyikiwa, likatoka katika utakatifu likaingia katika matendo machafu, wakamwasi Bwana wao Yesu Kristo utakatifu wa matendo makubwa. Haleluya! 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 Ni mwaminifu Yesu Kristo. Wakasahau maagizo ya Mungu. Imewapasa muwe watakatifu. Wakaanza kuingia katika mtazamo ya mababu. Babu alisema hivi,
Babu alisema hivyo, wakapingana na Mungu, lakini anakuja kumwabudu Mungu. Ole kwa kanisa. Mstari wake wa 8, nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Wanafanya nini? Wanaiacha amri, neno takatifu linalosema mwanamke hapewe ruhusa ya kufundisha, simpe ruhusa ya kunena katika kanisa, hapewi hilo. Wakayasahau yote, wakachukua maagizo, mafundisho ya theolojia ya wanadamu. Sasa mtu fulani amesikia njaa mahali fulani, akasema basi kwa akili acha nifungue kitabu ndani nianze kufundisha Biblia yangu, mnaleta hela. Na anawatoa huko watu waliokuwa na vyeti, wasiokuwa na Mungu ndani yao. Wana maagizo ya nani? Ya waliowatoa vyuo vya Biblia. Wanawatoa watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu. Wanasimama na policies za shule, policies za kishetani, wanakuza kuziweka ndani ya kanisa. Mwishowe kanisa linanuka harufu mbele ya Kristo wa Nazareti. Watu wamo ndani ya kanisa wasioweza kuokoa, wasioweza kufanya chochote, badala yake kutoka ndani ya kanisa kushuka hadi ndani ya ziwa la moto. Ole ni kwa wote wasiojijua wakati waliojiliwa nao, wote waliotembea katika maisha dunia wakiwemo ndani ya kanisa, wakikataa mafundisho matakatifu. Haya yanaitwa makanisa ya awali tokea mbinguni, yalifundishwa yakafundishwa, shetani akayakataa. Alifanyiwa nini shetani? Alibaki mbinguni? Halifukuzwa kwa sababu alienda kinyume na utakatifu, kinyume na tabia ya Mungu, kinyume na uhalisia wa Mungu, kinyume na vazi la Mungu, utakatifu. Ni hali ya kutengwa na dunia, kuishi ndani ya kanisa na kujua wewe ni nani katika ufalme wa Yesu Kristo. Sio tu kwa sababu umekuja alafu uingie mahali ambako usipowekwa na Mungu. Tajikuta watenda kazi lakini moyo uko mbali na Yesu Kristo. Tajikuta waimba lakini mwizi, kwa sababu hutaki kushika yaliyo maagizo ya Mungu, wayashika maagizo ya wanadamu. Wengine wanadamu wanakataa wakisema ya kwamba wigi, kucha feki si dhambi, mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne si dhambi. Maagizo ya wanani? Ya wanadamu. Wameacha maagizo ya Mungu, wakachukua maagizo ya wanadamu. Biblia ikasema watu wote wanaoabudu la namna hii ni wanani? Wanafiki. Mungu wakati Kristo alipokuja duniani, katika kitabu cha Yohana 4, John chapter 4:24, wakati Yesu Kristo alipokuja duniani pia alikuta wanafiki kama hao ambao Marko tunatoka kusoma hapo. Tuangalie wanafiki wengine hao. Acha tuangalie wanafiki wengine. Haleluya. Ni Yohana sura yake ya 4 mstari wa 24. Anasema hivi, Mungu ni roho, nao wamwabuduo Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Hiyo roho na kweli ni katika neno lake takatifu. Maana roho ndiye atiaye nguvu uzima, si ndio hivyo? Na maneno yangu ndiyo roho, si ndio hivyo? Neema na kweli imekuja na nani? Na Yesu Kristo. Lakini Torati imekuja na nani? Na Musa, si ndio hivyo? Kwa hiyo roho na kweli ni kumwabudu Yesu Kristo katika utakatifu, katika hali ya kutengwa. Sasa hao wanaambiliwa hivi hao, na wao walikuwa wanajivunia vitu. Walikuwa wa Samaria na walikuwa na Wayahudi, wako na ubishi katika kuhubiri. Sisi ndo balaa, sisi ndo tunamwabudu Mungu katika milima hii ambao babu yetu Yusufu alituachia, si ndio hivyo? Wanashika mapokeo ya nani? Ya mababu. Kuna watu wamo ndani ya kanisa na wanaabudu mababu, lakini jina la doa wanalitaja ni la Yesu Kristo. Wale Wayahudi wa kwamba hapa ndipo kwenye hekalu ndipo patupasao sisi kuabudu. Mnaabudu msichokijua huko ninyi wa Samaria. Wa Samaria nao mna ninyi wa Wayahudi mnaabudu msichokijua huko. Wanapokutana Samaria na Myahudi hakuna kusalimiana. Maagizo ya wanani? Ya wazee, ya wababu, ya mizimu,
ya kwamba usisalimiane na mtu. Mafundisho ya mashetani. Wanajivunia Yesu ya kwamba wako na Mungu, lakini matendo yao, wakikutana na Samaria na Myahudi, hakuna kusalimiana, hakuna kusaidiana maji ya kunywa, hakuna kula chakula sahani moja. Mafundisho ya mashetani, mafundisho ya mashetani ambayo shetani ameyaleta na kutaka kufanya nini? Na kutaka kuharibu watu, kujaribu kuwaaminisha watu ya kwamba wako katika utakatifu, wako katika kanisa, lakini wako katika pango la mashetani. Hakuna mafundisho yanayoweza kuleta uchonganishi kati ya mtu na mtu, na hakuna Mungu awezaye kufunua ya kwamba sasa wakati wa kwanza kutusi watu mitandaoni umefika. Huyo si Mungu. Bwana Yesu ahurumie watu. Ni mapokeo ya wanani? Ya mashetani Samwea. Mtu mmoja amepokea pepo Samwea, akawa anatusi watu, akawa anadharau watu. Ni mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya Mungu yanaleta mpende nani? Adui yako. Mpende jirani yako kama nafsi. Sasa hawa jamani ndivyo walivyokuja. Wana matatizo, wana magomvi, wana njia zisizofaa, lakini bado wanajisifu kuabudu, kuimba, kufanya hivi. Wengine wanasimama hata kwenye hapa hivi, wana kwenye mitandaoni, kwenye mapilpeti, kwenye madhabahu niseme, na wanafundisha, lakini bado wako wanakunywa pombe. Maabudu ya shetani. Hawabudu katika roho, ni maabudu ya shetani. Wengine ni wanaume wamekata mirija ya kutoweza kuzaa, maabudu ya mashetani, lakini wanajisifu wao ni wanani? Ni Wakristo. Watu wao waniabudu bure, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Waweza ukapiga keyboard ndani ya kanisa, waweza ukaimbisha ndani ya kanisa, waweza ukafanya chochote unachokifanya ndani ya kanisa, lakini uko mbali na Yesu Kristo. Maana Kristo haangalie tu kuimba kwako, haangalie tu kuja kwako kanisani, anaangalia pia na matendo baada ya kuimba, matendo baada ya kuvaa kanzu nyeupe, matendo baada ya kuvaa kanzu ya bluu, matendo baada ya kuvaa koti. Ndio anayoyangalia Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai na mtakatifu wetu, atupendaye, atuongozaye katika njia ya haki na ya kweli. Haleluya, haleluya Bwana. Sikilizeni. Wanajisifu kuabudu. Mungu alipokutana na mwanamke akamwambia, mwanamke, unaenda mbali katika kuabudu. Ninyi mnaabudu usichokijua, ninyi mnaabudu tujuacho. Mungu ni roho. Siri imefunuliwa mwanamke. Mungu ni nani? Ni roho. Na wale wote watakao muabudu wanahitaji kumwabudu katika roho na nini? Na kweli. Akasema kwa maana, mstari wake wa 25. Hata turudi mstari wake wa 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Watu hao wafanye nini? Wamwabudu. Mungu anatafuta watakao muabudu. Hivi ukienda Afrika unakuta Mungu anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Ukija hapa Australia hivyo, ukienda kule hivyo. Ndio maana kanisa tunaitwa katika neno, tubaki katika neno, tuishi neno, tunuki harufu ya neno. Sasa neno takatifu haliji kujenga ugomvi kanisa na kanisa. Neno takatifu haliji kusema fulani ni mchawi, fulani hiki na kile, kanisa linakuwa la kula ugomvi. No! Neno takatifu linakuja kuleta amani, kumtenga mtu na dhambi, si kujenga chuki katika mioyo ya watu. Neno takatifu linakuja kumwandaa bibi harusi apate kumuona bwana wake. Utaandaliwaje usipofundishwa kweli ya mume wako? Na yeye alishajifunua ndani ya kanisa. Amesema ya kwamba yeyote atakayeweza kuniona asiwe na asiwe na ila wala kunyanzi yoyote asiwe nayo. Haleluya! Wala kunyanzi. Kunyanzi ni nini? Hila ni nini? Ni nini? Uongo, uzushi, utapeli, kana ni suruali kwa mwanamke, suruali za kukachanika, hizo ni kunyanzi, hizo ni hila, hizo ni Kristo angalie watu kama hao. Angalie watu wa matendo kama na hayo. Mungu ni roho, ndivyo anavyosema.
Mungu ni nini? Na mke wake awe mtakatifu, ametengwa mbali na dunia, mbali na giza, mbali na anasa na maisha yote ya kidunia. Ikiwa na maana kama tunakuja katika mahali hapa, tunakuja kwa sababu ya kumtumikia aliye hai, na wote waliokuwa mahali hapa wageuze mtazamo wa kuvaa, mtazamo wa kuishi, mtazamo wa kuongea, mtazamo wa kuahidia, mtazamo wa kutenda kazi. Haleluya! Sio kuja ndani ya kanisa la Yesu Kristo na kiburi, mimi ni lawyer, mimi ni lawyer, mimi ni lawyer, unakuja kubishana na Biblia. Mimi ni fulani, mimi ni fulani, Mungu unakuja kubishana na Biblia. Ipo siku utakutana na maneno yako, kwa kuwa huyu Mungu ni mwaminifu. Anasema kadiri ya maneno yako ndivyo utakavyolipwa. Haleluya! Kutuabudu Yesu Kristo katika kweli, sio marumbano na watu. Kanisa lijengwe katika marumbano na watu. Ukiona kanisa liko popular kwa sababu ya marumbano na mtumishi mwingine, hilo si kanisa la nani? La Yesu Kristo. Ukiona kanisa liko popular kwa sababu mtumishi wa Mungu, mimi hivi kuwa popular kwa sababu natusi mtu mwingine katika mitandaoni, katika mitaani, mimi ndio nasema mtumishi mwingine, hilo kanisa, mimi mtumishi wangu si wa kweli. Sikiliza katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Pale tunarudi tena kidogo. Mambo ya Walawi. Pale tunarudi tena kidogo. 19 chapter 19 verse 1 up to 2. Inasema hivi. Bwana akanena na Musa, akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli, uwaambie, mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu. Hali ya kutengwa mbali na dunia. Muonekane hata katika kuongea kazini, watu wawe na ujasiri wa kusema hakika wewe ni mtumishi wa Mungu. Waseme wewe ni mtumishi wa Mungu. Nyumbani mke adhibitishe wewe umeokoka. Mme adhibitishe wewe umeokoka. Mama adhibitishe umeokoka. Kutengwa mbali na makeup, kutengwa mbali na wigi, kutengwa mbali na suruali na mavazi yote ya kubana ya kuonyesha makalio na chupi yako ya ndani. Vazi lako la ndani liwe sionekane. Kutengwa mbali na kunyoa lote la kishetani, kuangalia vitu vya kishetani. Kutengwa mbali na kila chochote cha giza ambacho tunakiona katika mwili. Mambo ya ndani, kutengwa katika umbea, katika ugomvi, katika uasherati na mambo mengine ya ndani, tutengwe nayo. Ndio maana ya kuwa utakatifu na kujivika tabia za Yesu Kristo, upendo, upole, ambayo yanasemekana, matunda yote yanasemekana katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5:22 hadi 23. Ndio utakatifu. Petro naye alikuja hapa, Petro wa kwanza sura ya kwanza. First Peter chapter 1. Alisema naye juu ya utakatifu, kwa kunukuu mafundisho haya ya Musa aliyoambiwa na nani? Aliyoambiwa na Mungu. Maana Musa aliambiwa na Mungu haya mafunuo yote aje awaambie mkutano wa wana wa Israeli. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wa 15, naye anatuambia, tuangalie naye anasema nini. Mstari wa 15 hadi 17 anasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wenu wote. Ndiyo maana ya utakatifu. Si kuacha ya kwamba nitajifunga kitambaa alafu mwanamke unabaki unahubiri. Mwenendo wako haujakamilika, si ndio hivyo ya kwamba utabaki unahubiri lakini usijifunge kitambaa. Mwenendo wako hujakamilika. Ni mwenendo wote. Unalala, unaamka, unafurahisha watu. Sio uko ndani ya kanisa, wewe ni mbea katika mitandaoni. Fulani hivi, unarekodi ma video kwa sababu ya kutusi watu, unaenda huko na kule. Sikilizeni huko, mama fulani nitampiga, hafai kabisa. Tuwe watakatifu katika mwenendo wote. Mitandao ambayo tuko nayo ya TikTok, Facebook na mingine isitufanye sisi kwenda kuzimu. Unaweza ukaangalia mambo yakakuokoa katika TikTok,
Kuna watumishi wa Mungu wanapewa hekima na Mungu, wanafundisha mambo mazuri, kayaangalia na ukaokoa na ukapata akili fulani. Kaangalia jambo fulani kwenye YouTube, kaangalia jambo fulani la Mungu kwenye Facebook. Lakini kuchukua muda wako kuangalia vitu visivyofaa. Lakini pia kuchukua muda wako kwa sababu kuna simu iPhone na kwanza kurekodi, kukata viuno. Tunamuona dada Dadule huyu anakata viuno online. Huyo sio takatifu kamwe. Huyo ndo anasimama na simu anaanza kutusi jirani yake, wewe hivi, anatusi fulani. Huyo sio takatifu kamwe. Katika majumba tujitahidi, Mungu atatuwezesha zaidi kuwa watakatifu katika mwenendo wetu wote. Yani kutengwa katika kiroho na tutengwe kimwili, tuonekane sisi ni milki ya yeye aliyetuita. Ndio maana akasema imeandikwa, mstari wa 16, mstari wa 16 akasema, kwa maana imeandikwa, nitakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ndivyo ilivyoandikwa. Na tumetoka kusoma maandiko yake katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Walawi sura yake ya 19. Petro atasema imeandikwa tuwe watakatifu kwa kuwa Mungu ni mtakatifu. Hakuna mahali ya Mwanzo hadi Ufunuo utakuja kuona Yesu Kristo anasema yeye amechafuka. Vipo. Anasema mimi ni nani? Ni mtakatifu. Niko mbali na dhambi. Na tabia yangu nimeweka katika Biblia. Na wapeni ili mpate kushika. Na wapeni ili mpate kuyafanya nini? Kuyashika, ili siku wa mwisho muje tuishi pamoja. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 14 akasema hivi, naenda mbinguni kuwaandalieni ninyi makao, ili pale nilipo na ninyi muwepo. Wanaoambiliwa lile andiko si kila mtu. Yesu pale anaongea na watakatifu. Anaambia wale wataka uweza kujitenga na dhambi. Wale wataka uweza kujitenga. Sio unakuja ndani ya kanisa tumbo liko wazi, unakuja ndani ya kanisa unaweka rangi, unakuja kuolewa na nani? Unakuja kuolewa na nani? Nani akutamani katika kanisa hili takatifu? Mahali ambako Mungu anatenda kazi kwa viwango vikubwa. Unakuja na maereni, nani akutamani? Unakuja kujiuzisha kwa nani? Uja unavaa, unajisitiri vizuri. Kama ni mwanaume vaa suruali iliyojiheshimu. Kama ni mwanamke vaa vazi linalojiheshimu. Kama ni sichana, dada yangu Dadule, vaa vazi linalojiheshimu. Watoto wavae mavazi yanayojiheshimu. Biblia inasema usimfanye mtoto wako kuwa kahaba. Hiyo inchi siji kawa na unajisi. Watoto wetu waliokuwa ndani ya kanisa wanyolewe vizuri, wasichana nywele zao zitengenezwe, zisisukwe, zitengenezwe vizuri tu. Unazichanua, unaweka kitambaa juu, unakuja kumwabudu Mungu wako. Unaona tunajitenga kwa mambo kama haya. Kanisani huko, na ni manyumbani huko, makazini huko. Tunakuwa watu wa kujitenga. Najua majaribu kila siku leta majaribu. Tunakuwa watu wa kujitenga na mambo na tabia isiyofaa utakayoiona kazini. Lakini kanisa na nyumbani hivyo, masokoni hivyo. Popote tutakapokwenda tuonekane sisi ni wanani? Ni watakatifu. Sisi ni taifa teule. Tunapokuwa mahali hapa tumeteuliwa tayari. Kuteuliwa kwetu ni kwa sababu twende tukamuone Mungu wetu. Ya duniani tuyaone yako mbali, yako nyuma na sisi. Tusikae tuko hapa. Tena ya dunia tunayafuatilia. Tusikae tuko hapa. Tena ya dunia tunayangalia. Mungu anasema unaniabudu bure nafiki. Mstari wako wa 17 anatuambia jinsi gani ya kuwa katika ulimwengu. Jinsi ya kuwa katika ulimwengu anatuambia hivi. Na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Si ndio hivyo? Twende na nini? Na hofu. Hiyo hofu hiyo ambayo Biblia inasema. Si ile hofu kwa sababu unaenda chooni usiku unaanza kusikia hofu, ama unaenda kulala peke yako usiku unaanza kusikia uoga. Hivyo ni vitu vya kawaida ya kidunia tu. Hofu inayoongelewa hapa ni ile hofu ya jina la nani? La Yesu Kristo. Yani kutetemeka mbele ya Yesu Kristo na kuyashika yale maagizo ambayo Yesu Kristo ametuambia kuyashika ndani ya Biblia. Aliyekuwa na hofu hawezi akavaa nini? Suruali mwanamke. Aliyekuwa na hofu ya Mungu hawezi akaja kanisani anaweka rangi nywele. Hawezi kaja kanisani makalio yanavimbishwa. Mchupi inaonekana ilivyoingia na kutoka. Hawezi huyo mtu yeyote anayekuja hivi. Hana nini? Ana hofu. Huyu ni wa duniani tu.
anaongozwa na mwili wa duniani. Na last week tulisema mwili wa duniani utafanya nini? Utavuli. Sisi watakatifu tutavaa mwili mpya Bwana. Sasa wewe usikuwa na hofu, unakuja kanisani tu kwa sababu ni kanisani, ni kuja tu. Unakuja kanisani kama vile unakuja kutembea. Oh, I don't have anything to do, let me go to church. Hapa ni kuwa na hofu. Eneo ya kanisa ni kuja kuonyesha hofu kwa Mungu. Unaona hiyo anga hiyo, unaona hiyo mbingu. Unaona hiyo mbingu hapa, hiyo mbingu mnayoiona hii. Mungu ndo aliyoiumba hiyo. Unaona hii miti yote na vitu vyote, bahari na milima na vitu vingine, nani aliumba? Mungu. Kuwa na hofu na huyu mtu. Yeye ndo anatetemesha falme zote za dunia. Unaona huyo kiburi cha Trump, sio nakiona? Anaua watu lakini anaona it's okay. Unaona kiburi cha Trump, maserikali makubwa, North Korea, China, Russia, France na wapi na wapi. Hizo zote falme zijikusanye pamoja kusema sasa tunafanya taifa, tunafanya vita na nani? Na Mungu. Zitatetemeka. Mungu atazirarua siku zinazokuja. Ndio maana Zaburi ya pili anasema mbona mataifa wanafanya ghasia na mataifa, mbona makabila wanafanya ghasia na mataifa tafakari ubatili. Mahali pengine akasema yeye aketie mbinguni anacheka, atawafanyia ghasia, atawaangamiza kwa ghadhabu yake, kwa hasira yake. Si ndio hivyo? Hizo zote falme ndo zinatetemeka. Sasa huyu Mungu ambaye anajitosheleza ameona wewe utolewe katika dunia hii, ujusikia haya matendo makubwa yake ambayo yalimo ndani ya Biblia. Kufika hapa pia una hofu. Wakuja kitofu kiko wazi. Wakuja na unajiremba makeup kama vile unaenda kwenye appointment ya kuonana na boyfriend wako. Kama unaenda kukutana na kwenye appointment ya kwenda kuonana na girlfriend. Unakuja unajiweka kama nsela, unakuja kanisani una hofu, akili ya kutosi watumishi wa Mungu una hofu, akili ya kuweka kucha feki una hofu, akili ya utetaji una hofu, akili ya umbea una hofu, umalaya una hofu, gomvi una hofu. Wakati unafanya yote Biblia inasema una hofu. Mungu anasema una hofu wewe. Kuwa na hofu mbele za nani? Za Yesu katika kukaa katika dunia hii. Ndio watakatifu tunaambiliwa sisi. Haya maneno yaambiliwa hao huko. Tunaambiliwa kama tunamwamini Yesu Kristo na kumuita baba. Yeye anayehukumu kila mtu kulingana na matendo yake. Basi iweni na hofu kwa sababu siku atakapokuja hakulipe katika matendo mema. Si hivyo hatutapokea sote. Wakristo wale watakatifu watapokea mshahara. Wenye wa dunia, watu wasiompenda Mungu, na wao watapokea mshahara, kwa maana atazama anaje upesi kulipa kila mtu sawa na matendo yake, sawa na kazi yake, sawa na maisha yake. Mungu atakulipa. Ushauri wa Petro akasema iweni na hofu katika wakati huu mchache. Miaka 30 kwa Mungu ni mambo machache sana. Katika kuwa na hofu wahitaji kuwa na upambanuzi wa kiroho. Sema amen. Wahitaji upambanuzi wa nini? Wa kiroho, ambao unaonekana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura yake ya Mambo ya Walawi sura yake ya 10. Mambo ya Walawi sura yake ya 10 na mstari wa 10. Mambo ya Walawi sura ya 10 na mstari wake wa 10 anasema hivyo: kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo yaliyo ya siku zote, na kati yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Sawa Sawa Mpate kupambanua. Mkristo anaitwa na knowledge ya kudiscerne. Unaona? Ya kuangalia kusema ili si la Yesu Kristo ile tena, na ili ni la Yesu Kristo ile. Unaona? Sio wewe tu kwa sababu kimetukia kitu fulani ulishakuwa kule. Haupambanui. Mtu fulani amekuja, msanii amekuja huko asiyokuwa na utakatifu, anakuja kibusiness yake, haupambanui, unaenda huko. Mpira unakuja, haupambanui, unaenda huko, unatenda kucheza. Na vile WWE ila ya John Cena ndio anakuja Brisbane, umeshakuwa kule. Na mpendega John Cena mimi.
Mungu anatuita katika upambanuzi wa maisha, kuangalia kile kilichokuwa kitakatifu tuambatane nacho, sawa na kile kilichokuwa najisi tukikatae, kisije kikawa ndo kizuizi cha kutufunga sisi kutuweza kuingia mbinguni. Tupate kujua yaliyo najisi na yaliyo ya siku zote. Ndivyo anavyosema Mungu. Tupambanue maisha tunayoishi, pia yaonyeshe mfano wa kwamba tunapambanua. Isaya akasema hivi kwa wale waliopambanua. Isaya 33, Isaiah 35 verse 8 anasema hivi. Isaya 35 mstari wa 8, kwa wale waliopambanua. Sikiliza hapa. Isaya 35 verse yake ya 8. Isaiah chapter 35 verse 8. Usikiliza hapa vizuri. Mstari wake wa 8 anasema hivi, na hapo patakuwa na njia kuu. Na hapo patakuwa na njia kuu. Narudia kusoma. Na hapo patakuwa na njia kuu na njia. Unasikiliza Na hapo patakuwa na njia kuu na njia, nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Kutakuwa na njia kuu, njia inayoitwa utakatifu. A highway, ndo njia kuu. Highway should be there. Ndio Kiingereza wanasema njia ya holiness, a highway of holiness, njia ya utakatifu. Wanani wanaokataliwa katika njia hiyo ya utakatifu, na wanani waliokubaliwa? Anasema wasio safi, wasio haki hawawezi wakasafiri katika njia hiyo. Waongo, wambea, wazushi, wamalaya, walawiti, wasagaji, mashoga, wanawake wachungaji hawataweza kupita katika njia hii. Wanaosuka nywele zao, wanaoweka tatu, wanaoweka rangi kwenye hina zao kwenye kucha, wanaogeuza rangi ya ngozi, mke wa pili, mme wa pili, mke wa tatu, mme wa tano, hawataweza kupita katika njia hii. Hii njia hii ni njia ya wasafirio. Hawa wanaosafiri wako na qualification ambao wajapokuwa wajinga, yani ni wajinga. Kwa nini ni wajinga? Wanaitwa wajinga kwa sababu wamekataa ya dunia. Katika ukiacha mke wa pili, wengine watasema wow, wewe ndio mjinga kabisa. Unaacha ule mwanamke mrembo, sio dunia itakudharau. Wakati unasema sitaweka kucha feki, sitaweka rangi kwenye kucha, dunia sinakuita wewe ni mjinga. Wakati unakataa kuvaa suruali, dunia sitakuita wewe ni mjinga, wewe mwanamke. Unasema mimi siwezi nikasuka, dunia wa dunia si watasema wewe ni mjinga. Wakati huu unajishusha, wao wanakutusi, unacheka, so watasema wewe ni mjinga. Biblia inasema sasa hao watu wanaonekana ni wajinga katika ulimwengu kwa sababu ya kuacha yote ya dunia, wanapoonekana ni wajinga mbele ya watu. Lakini kikubwa ya kwamba kwao hawatapotea. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa kupotea kwa mtu aliyekwenda na Yesu Kristo, kwa mtu aliyekataa dunia, kwa mtu aliyeona Mungu ndio kimbilio. Hatapotea kamwe, ijapo zarauliwa, ijapo pigwa, ijapo tukanwa, ijapo temewa mate na wakulima juu ya mgongo wake la kuvuna. Hakutakuwa kupotea kamwe. Hakutakuwa kupotea kamwe. Kamwe.
Biblia inasema hawatafanya nini? Hawatapotea. Unaona hawatapotea katika njia hiyo. Hawatapotea. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu wao. Wasafirio wajapokuwa ni wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Tutaangalia njia ni nani, si ndio hivyo, ambayo haiwezi ikampoteza mtu. Kwa sababu unaweza kaenda highway hapa kwenda Guna na unajua Guna kabisa, ukatoka wrong exit, si ndio hivyo? Unaweza katoka hapa kwenda hapa tu ku Northlex hapo, ukajikuta unaingia highway pale na kwenda hadi Kabucha. Umekosea njia, si ndio hivyo? Lakini njia hii ya utakatifu inasema sio ya wasio safi, sio ya watu waliopenda dunia, ni ya watu waliokuwa wajinga, waliokataa dunia, ambao hata kama wakiwa ni wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hiyo njia ni nani ambaye inamfanya mtu asipotee? Yohana 14, John chapter 14 and verse 6. Yohana 14, John 14 verse 6. Sawa, Tuko pamoja? Kama tulishafika, acha nisome. Anasema hivi. Yesu, acha kwanza tuangalie, acha tuanze mstari wa 5. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu waji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sikiliza Yohana hapo. Unaona? Kwa hiyo njia ambayo haiwezi kapoteza mtu ni nani? Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Kupotea ni hali gani? Kupotea ni mwanadamu kwenda katika hukumu ya milele ambako ni kuzimu. Na anaenda huko kwa sababu ya nini? Kwa sababu hakuweza kutembea katika njia iliyokuwa ya haki, iliyokuwa ya uzima, iliyokuwa yenye kuweza kumfanya mtu kuishi tena, ambaye ni kumwamini Yesu Kristo na jina lake. Wale wote wasio haki wanapotea, yani wanakutana na mauti ya pili, wanatupwa katika ziwa la moto, wanaangamia kwenye vilio vikubwa, wanateketezwa na kuteswa na mashetani hata sasa waliokufa. Lakini wale walioamini Yesu Kristo ndo wale ambao wanatembea katika njia ya utakatifu, wanaenenda katika neno, wanaishi neno, wanamwamini Yesu Kristo na kugeuza mioyo yao. Hawaangalii mambo ya pornografia kwenye simu zao. Kuna simu na kuna kompyuta, unajifunga kwenye chumba, unaangalia mambo ya X videos. Hawa wako huko. Napoangalia video ya ngono za video X videos, pornography, utaenda kuzimu, umepotea. Hiyo njia ni udanganyifu ya mashetani. Na wakati wowote unaviangalia hivyo, huko na mzunguko wa mashetani karibia 5 hivi 6 hivi, wanakuzunguka kukupatia uamsho wa kishetani wa kuangalia mambo ya shetani ili ufe sawa sawa. Ni wakati wa kugeuka. Hawa wameachana kuangalia ngono, hawakucheza michezo ya ngono, hawakufanya wizi, yani wamesema, Bwana nimegeuka. Bwana nimegeuka Yesu nisamehe, nitakase na jina na damu yako Yesu. Wakageuka, wakaachana, wakamwamini Yesu Kristo, wakaanza kutembea katika njia ya utakatifu, njia iliyojaa mwangaza, njia iliyokuwa na chakula. Maana amesema haingiaye ndani yangu atapata nini? Chakula. Naye atatoka, ataingia na kutoka. Anatembea huko, anatembea katika Kristo, mwishowe anafika salama. Anaenda kumwona Mungu wake na kuenenda sawa sawa na bila kuwa na tatizo yoyote na Mungu. Yesu anasema yeye ndio njia. Ukimwabudu Buza, hiyo sio njia ya Yesu Kristo. Ukimwabudu Muhammad, Bolangi, Bikira Maria, hiyo si njia ya Yesu Kristo. Ni njia ndiyo, lakini yenye udanganyifu, iletayo huzuni na masikitiko siku zako za baadaye.
Ufunuo tunataka tujue, Bwana amesema wasio wake hawataingia, bali ni ya wale wasafirio, wajapoonekana kuwa ni wajinga katika dunia hii, lakini kamwe hawatapotea. Tukiangalia Revelation chapter 21 verse 27. Ufunuo chapter yake, sura yake ya 21 na mstari wake wa 27 anasema hivi: na ndani yake akitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Wale waliotembea hautaandikwa katika kitabu hichi. Kwa wewe ni mzushi tu usiopenda kujifunza neno. Wale wote waliokuwa na mambo ya dunia hapa dunia. Kuna watu tunawasifu, tunawaita saa, tunawaita boss, wanatutuma, wengine labda wanapigiwa magoti na wanadamu wenzao. Lakini ukiangalia wanakozitoa hizo hela hizo, utasema bora niwe maskini mara milioni 700 kama naingia wapi? Mbinguni. Kuna wengine walienda wakachukua makanisa ya uongo ya kishetani kuzimu, wakayaleta na ni makanisa makubwa ulimwenguni, lakini waanzilishi wa makanisa hivi wako kuzimu. Wanasema ningejua hili nisingefanya nini? Nisingechukua kile, nimelaaniwa milele yote. Wanalia. Waliosali vibaya wanalia, walioabudu mahali pabaya wanalia. Tafuta mahali pa Yesu Kristo, mahali ambako Kristo anahubiriwa wa kweli. Hapo ndipo ukae hapo. Ujapoonekana we ni mjinga, ujapoonekana we ufai, Mungu anasema hata kupoteza kamwe. Kwa maana kuna mahali anasema yoyote ambaye Baba amenipa hakuna awezaye kumpokonya kutoka katika mikono yangu. Kwa sababu gani pe Yesu? Kwa sababu Baba yangu ni mkuu kushinda wote. Si ndio hivyo Kaa na Yesu Kristo. Usalama wa wanadamu hauko katika wingi wa majumba, hauko katika wingi wa hela, hauko katika wingi wa akili. Usalama wa nafsi ya wanadamu uko katika kumwabudu yeye aliyemuumba, Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo ukimwamini, huyo ukimwabudu, huyo washinda wa mabilionea wataka kwenda kuzimu, washinda wa trilionea wataka kwenda kuzimu. Watakataliwa. Yesu atawaambia kwamba siwajui, siwafahamu, siwaelewi, nikotoka, sijui siku ambayo mlipozaliwa, sijui siku ambayo nilipozaliwa, hata siku ambayo baba yenu na baba yako na mama yako waliposema walipopendana, sijui. Kumbuka sasa, Yesu Kristo hakwambie hakujui. Hakwambie nini? Hakujui. Katika lango ule anasema hakutaingia kinyonge kamwe. Yaani wale wasio waki hawataweza kuingia ndani ya nyumba hiyo, ndani ya mji huo kamwe hawataweza kuingia. Kamwe hawataweza kufanya nini? Kuingia. Watu wanaofuta sigareti hawataingia. Watu wanaokunywa pombe hawataingia. Wanaosaidiana sigareti, unatumwa na baba yako kwa sababu anafuta sigareti, unaenda sokoni kununulia baba yako sigareti, hautaingia mbwa wapi? Mbinguni. Maana Habakuki yule kasi Danganyika anasema, Habakuki 2:15 anasema, ole kwa yeye, kwa mtu ampai jirani yake kileo. Si ndio hivyo Ukitumwa kwenda kununua pombe na baba yako na ukaenda kwa sababu ni baba yako, utakufa hivyo. Siku hiyo utaweza kumwona Yesu Kristo, utaweza kumwona. Wale wote wachawi, wanguri, wachawi ambao wanasifika katika ulimwengu, ndio wao ambao wanaitwa wasio waki, hawataingia. Watu wa
Miss Australia, unimuona kwenye gazeti yuko uchi, anasema ni Miss amepatikana, hataingia kamwe unless atubu hiyo dhambi. Wa modo wanaokaa uchi, mimi ni mrembo nakaa uchi, makalio uwazi uko na kachupi, unapigwa picha na video, unarekodi, unaonyesha kwenye YouTube na wapo, hautaweza kufanya nini? Kuingia katika mji huu. Huu ni mji wa watakatifu. Kinyonge, mtu wa mawazo mabaya kwenye akili yake, hataweza kuingia. Unawazawaza mabaya, ngono, watashi, utaingia katika mji ule. Utaingia. Chochote kinacholeta unyonge kinazuia mwanadamu kuingia mahali hapa. Abudu Yesu Kristo, ndiye Mungu wa kweli. Wengine wanaenda kumwabudu Buza, wanampigia Buza magoti, ni nyonge, hata ingia mahali hapa. Bikira Maria, mnaona wanaume wawili waliotoka shule anasema unaona, umebarikiwa kushinda kuliko wanawake wote. Mama wa rehema, tuombe rehema kwa Yesu, tuombe rehema kwa Yesu. Wao wanasema wawezi wakamwomba Yesu Kristo, wanatuma nani? Bikira Maria waombe rehema, tuombe rehema. Afu unaangalia bikira anayotuma waombe rehema, saki 3 za simenti na saki 5 za mchanga zimechanganywa na maji, wakaomba kitu kama mtu na katoto pale, ndio wanakiambia kiombe. Ni unyonge huu, ni upofu, ni uchi, ni mashaka, havingii katika mji ule, na vitembee katika njia ya ukuja utakatifu. Tunaalikwa kumwabudu nani katika kanisa hili? Yesu Kristo peke yake. Mbona tuko wachache katika kanisa hili? Tuko na Mungu. Mungu anajifunua kwetu si kwa sababu tuko wengi, kwa sababu anataka tuwe watakatifu. Ukiwa mtakatifu atajifunua kwako. Ukiwa mbaya, mwongo, na kuja ndani ya kanisa, atakuona wewe ni mnafiki. Tumwabudu huyu Mungu wa kweli hata kama watatucheka. Tumwabudu huyu Mungu wa kweli hata kama watatudharau. Tumwabudu huyu Mungu wa kweli hata kama atatupiga. Dada yangu nasikia, tumwabudu huyu mtakatifu. Mama yangu Bawili nasikia, huyu mtakatifu ndo Mungu atakatufikisha kwetu. Ndo GPS ya kuingia mbinguni. Itatufikisha, tutapotea kama. Sasa sikiliza Yesu anavyosema Ufunuo 22. Tunaanza mstari wake wa 3. Wale wamekataliwa wanyonge. Mstari wake wa 14, 22, mstari wa 14 hadi 15 anasema nini? Anasema hivi 14. Heri wazifua nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wao wanaotubu makosa yao, wanaosema Baba nisamehe, nitakase. Ndio 14 hiyo. Mimi ni mkosaji tokea awali. Labda wewe unaweza ukajukumu ya kwamba umetoa mimba 5. Mungu anasema njoo kwangu ninyi nyote nao msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nanyi nitapata nini? Pumziko. Jitieni nira yangu, jifunze kutoka kwangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Njoo ni nyote. Ndio anasema hivyo, sio hivyo akiwa na maana aliko hilo la njoni kwa Yesu Kristo. Haangalie ukubwa wa dhambi ulionayo, haangalie ukubwa wa matendo machafu uliyoyatenda tokea maisha ya zamani. Anataka wewe wa leo ugeuke, ujutie hizo njia zako, useme nisamehe, nimekosa, nimeenda vibaya, sikujua, nimesali mahali pa kuabudu shetani bila kujua, nimetoa zaka kwa mtumishi anayeabudu shetani, nimetoa sadaka kwa mtumishi anayeabudu kwa shetani, nimesikiliza mafundisho ya kishetani, nisamehe. Naye Yesu Kristo atakutakasa, kwa ajili umetakaswa kwa kutubu makosa yako. Mungu anasema wewe ni wa nani? Ni heri. Tofauti na dunia. Dunia unapoona unajenga makanisa kama haya makubwa, huko na pesa, magari ya expensive yanaonekana kwenye upango wako, wanasema heri wewe, si ndivyo Lakini nafsi inaenda kuzimu. Alipewa heri mtajiri, anatoka katika furaha kuingia katika maombolezo. Sisi tunapotoka katika maombolezo tunaingia katika utukufu wa hali ya juu. Sema amena. Pale tu tutakapotubu makosa yetu, tunatoka katika ziki, kudharauliwa, kutukanwa, kupigwa, kuchekwa, kupigwa, kuchekwa, kuuawa. Mwishowe tunakwenda kufurahi milele yote. Hawa wanapewa heri wanaotubu na kugeuka
na kugeuza mioyo mtazamo akumtumikia Kristo Mungu wao. Mstari wa 15, sikiliza. Akasema hivi. Mstari wa 15 akasema, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Si ndio hivyo Yani wale wasio haki, wanyonge, wa malaya, wa ex video star, porn stars, watu wa muziki ya kidunia, magay, lesbian, wauaji, wakina Trump watakuwa huko. Wasipotubu mauaji ya kisiasa na siasa zisizofaa, wote wauaji walioua watu Kongo, wakina Kagame watakuwa huko, wanafiki wanaua watu kinyemela kiovyo ovyo. Wote watakusanywa kama vile matita, watafungwa matita, ndio Biblia inasema wote watatupwa katika lile ziwa la nani? La moto. Kaingia mle wako nchi wasiogeuka, wako nchi wasiotubu. Huko nje ni mahali pa kulia na kusaga meno, vilio asubuhi, mchana, jioni, usiku, na kujutia utajiri uliokuwa nao. Kuna watu watajutia utajiri waliokuwa nao. Kuna watu watajutia uzuri urembo waliokuwa nao, umaarufu waliokuwa nao. Nimekuwa hapa kwa sababu ya utajiri wangu, Yesu nisamehe. Yesu Kristo akamwambia, malizana na mtesi wako njiani, malizana na staki wako njiani, asije akakupeleka kwa kazi akakupeleka kwa watesaji, utoki humo hata kama ulishalipa senti ya mwisho. Anakualika kwa toba, malizana na Yesu leo. Tubu leo, kwa maana atakapokutuba katika ziwa la moto, utaweza kusalimika hata kama umetubu yote ulioyatenda. Na utatubu na kumaanisha, lakini kutoka katika lile ziwa la moto utatoka. Utaingia humo, unaingia ndani, unazama ndani ya ziwa la moto, unachomoa kichwa, mapepo yanapasua kichwa. Mateso hayana mwisho. Miaka yote hadi mashetani nao wanakusanywa siku ya mwisho, unakwenda kulia siku za baadaye nyote katika lile ziwa la moto. Unalaumu shetani, shetani anakulaumu, shetani analaumiwa na mashetani mwenzako. Kilio itakuwa ni ulimwengu wa wanaolaumika na kujutia njia zao. Ni Yesu Kristo ndiye anampatia mtu usalama wa maisha. Yesu Kristo ndiyo anampatia mtu faraja na furaha ya siku za baadaye. Ndio maana amesema, tazameni na waacha na kitambo kidogo amtaniona, lakini kitambo kidogo mtaniona. Najua mna ziki, lakini kumbukeni kama vile mwanamke anavyokuwa katika ziki wakati wake wa ujauzito, lakini azaapo mtoto wana furaha. Na mimi nitakapowaona furaha yangu nitawapa, na hiyo furaha ikija, hiyo hakuna atakayeweza kuiondoa. Na furaha ninayowapeni, amani ninayowapeni, si kama vile ulimwengu unavyoweza kuwapatia ninyi. Ni mbinguni ndo kwetu, tusitazamie ya duniani. Mbinguni ni wapi? Ndo tulikotoka. Mtu wa kwanza alitoka wapi? Duniani. Mtu wa pili anatoka wapi? Mbinguni. Ni nafsi imetoka mbinguni. Mtu wa kwanza ni mwili huu wa udongo, unataka ukufa, unaoza. Wa pili ni nafsi. Fanya bidii turudi tulikotoka. Fanya bidii turudi tulikotoka mbinguni. Hata kuja kutuchukua Yesu Kristo. Anatusubiri langoni Yesu Kristo. Anahitaji watu wageuke, wamwende yeye aliye mtakatifu wa watakatifu, mwamba Yesu Kristo atupendaye. Kwetu ni mbinguni. Hakutakuwa kulia, hakutakuwa kufa, hakutakuwa masononeko, hakutakuwa kucheka. Mambo yote Baba yetu ameshamaliza, amenyaweka mapya. Utasikia njaa kamwe, utapoteza ndugu yako kamwe, utasononeka na bili za umeme, kucheka, maskini, utaona ni amani na furaha mbinguni, ambako nchi imejengwa na dhahabu za hali ya juu. Utawaona watakatifu wa malaika mbinguni, utawaona wazee 24 wenye uhai wa nne na mtakatifu wa watakatifu. Unamwabudu katika hekalu lake takatifu. Ni mwaminifu, ni mwaminifu, ni mwaminifu. Yesu Kristo ni mwaminifu. Hatamani ulimwengu wote ugeuke na mwelekee yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, hawezai kuwa mwili na kuwa roho pia. Usiogope adui atakapokuzushia mambo ya kidunia. Ogopa yeye aliyekuwa na uwezo kuwa nafsi, ya kuwa roho, kuwa mwili wako kakutupwa kule kuzimu. Huyo ndio Mungu na kutambulisha kwako mchana leo, ya kwamba hakuna Mungu mwingine ila yeye, hakuna Bwana mwingine ila yeye, mtakatifu,
wa watakatifu, Mungu aliye hai, mtenda makuu, aliumba yote, Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana majeshi ni mwaminifu, ni mtakatifu. Haleluya. Sikilizeni sasa. Wanyonge wanatupwa nje, wala witu wagetoka nje. Mungu anakuja kuchukua wale waliokataa, waliokaa na dunia na kusema basi na kwa heri dunia. Hao ndio wanakuja kuchukuliwa. Tumalizie somo letu katika kitabu cha Isaya 33. Isaiah 35. Verse 8 up to 10. Anasema hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itakuwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu wao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Mstari wa 9. Hapo apata kuwa na simba. Sikiliza hapo. Mstari wa 9 tuko wote. Haleluya Bwana. Hapo apata kuwa na simba, wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo. Samahani. Unaona simba huyu anaoongelewa hapo si simba wa Yuda. Sema unaelewa si simba wa kabila wa Yuda. Anapoongelewa ya kwamba hapo apata kuwa na simba, aongelee simba wa Yuda. Sawa Bali kutakuwa wanyama. Si ndio hivyo? Labda nimesoma vibaya. Si ndio hivyo? Narudi. Hapo apata kuwa na simba. Huyu simba anaoongelewa hapa sio simba wa kabila la Yuda. Ni nyama, sawa Ni nyama nkali ambayo yuko katika dunia hii. Na atawaambia huyu, wala nyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo, au wanyama wakali hawataonekana hapo. Sikiliza sasa. Simba anaongelewa hapo na nyama anaongelewa hapo ni wanadamu wale wote wanaokataa Injili, ambao kazi yao ni kuwatesa wateule wa Yesu Kristo. Unaweza kukutana mahali fulani wanawacheka, wanawatesa kwa maneno. Wanaweza kukutana mahali fulani wanawacheka, wanawatesa kwa maneno. Ama inaweza kawa mtu serikalini hataki Injili kuhubiriwa la kweli. Ama inaweza kawa mbunge, anaweza kawa fulani mwanadamu aliyechukua akili mtazamo wa kishetani kwa ajili ya kuwasumbua watakatifu. Sasa wakati huo Yesu Kristo amekuja kuchukua wale waliokoka. Anasema hao wote waliotucheka katika dunia hii, waliotukata vichwa, waliotufezeesha kwenye vilio, waliotufanya tuchekwe, hatutawaona kamwe. Sema amen kwanza. Hatutakuwa na historia yao kamwe. Waliosema polisi zetu za Australia ya kwamba haki sawa, mwanamume anaweza kuhubiri, mwanamume anaweza kaoa mwanamume, mwanamke anaweza kaoa mwanamume, mwanamke, hizo hatutaziona. Watakuwa na kanyagwa katika moto. Sisi wateule waliokombolewa. Angalia Biblia yake anasema nini? Bali waliokombolewa, sikiliza hapa. Bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Sema amena. Waliokombolewa, waliotolewa katika dunia, walioachishwa na dunia, kutengwa mbali na dunia, ndio watatembea katika njia hiyo. Wakati wanatembea hakutakuwa kuchekwa, hakutakuwa vizushi, hakutakuwa njaa, hakutakuwa lolote la dunia. Unatembea katika Kristo tu. Unaona mwangaza mbele yako unafunika wewe, unahesabika kuwa raia wa mbinguni. Mstari wa 10 anasema na hao waliokombolewa na Bwana, wamekombolewa na Bwana, hawajakombolewa na Yakutumba ama Rais Tshisekedi, no. Wamekombolewa na Bwana. Watarudi wapi? Nyumbani kwao. Watafika Sayuni wakiimba. Tuanze sawa. Watarudi, yani wanaanza kuingia mbinguni. Na wakafika Sayuni, wanaingia mbinguni na kufika mahali pale. Watakapokuwa Sayuni wakiimba, wataingia katika njia hiyo na kuingia mbinguni na kuwa wanaimba.
si tu kuimba na furaha ya milele. Yaani yale masononeko, yale maumivu ya dunia wanayasahau, wanabaki tu atukuzwe Bwana wetu, haimidiwe Bwana wetu, tunasifu Bwana wetu, na mioyo yao na nyuso zao na vinywa vyao na macho yao yanaonyesha furaha, tena furaha ya milele. Mbinguni ndo kwetu, ndo kwetu nakwambia. Akasema furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zitakimbia. Wapi huko? Mbinguni. Huzuni, kulia vitakoma. Bwana ameyaweka yote kuwa mapya. Tuko katika kuangalia ama kujifunza kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na haya yote Mungu anayaleta tupate kugeuka. Tusiangalie tuko wengi ama tuko wachache. Mungu anakufa msalabani kwa ajili ya mtu mmoja apate kugeuka aingie mbinguni. Na kama tuko kama hivi tulivyo, yani tuko wengi mbele ya Yesu Kristo, kila mtu ajiheshimu katika maisha yake, ili twende mahali hapo, mahali ambako kila mtu ni kaka, kila mtu ni dada. Takumuona mke wangu nitamuita dada Bawili, mambo ya dunia ameachana nayo. Atakaponiona mimi mke wangu ataniita kaka Joel. Hatujui mambo yote ya duniani tena, tumefanywa kuwa viumbe vipya. Tumeishi kwa furaha, tunalala na kuamka kwa furaha, kwa namna jinsi ya binadamu. Kwa mbinguni hakuna kulala, mambo yote ni mapya. Matatizo, shikitiko, kuwaza la kijinga linaondolewa. Tunakuwa milki za Mungu milele na milele. Tunakuwa wafalme katika utawala wake, na yeye mfalme wa wafalme anakuwa juu ya yote. Hiyo ndio mbinguni. Dunia ni mapito tu. Hata sasa tuombee neno letu.